Mimi naitwa Hassan Almasi, ni katibu mkuu kwa sasa wa chama. Uzoefu wangu mkubwa sana ni wa ndani ya chama, na mimi kiwango changu cha elimu ni chuo kikuu, nimesomea masuala ya utawala, lakini nina uzoefu mkubwa sana wa kuongoza vijana wenzangu pamoja na marika mbalimbali. Kikubwa cha kunipima mimi ni kuangalia mkusanyiko wenu, ni kuangalia mandhari ya chama imefika wapi. Kwa uzoefu, mwaka huu 2025 umekuwa ni mwaka wa historia kubwa sana kwangu, kwa sababu ndio mwaka ambao nimetimiza miaka 41. Kwa hiyo nilikuwa nasubiria sana mwaka huu kwa kipindi chote, toka nikiwa mkurugenzi wa vijana, mkurugenzi wa masuala ya bunge ya chama, nilikuwa mkurugenzi wa mambo ya nje. Ndani ya chama nimekuwa mkurugenzi wa masuala ya uchaguzi wa chama, lakini nimegombea nafasi ya ubunge, nimegombea nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilibakiza nafasi moja tu ya urais, na ndio mwaka huu. Ndio maana nasema ni mwaka wa historia. Lakini bahati nzuri, tunapozungumza chama, mimi nasubiri mkutano mkuu ndio utapitisha ilani, ndio nitakwenda kuinadi kwa Watanzania. Utofauti wangu mimi na wenzangu, mtaona wameanza kuzungumza mambo ya ilani kabla ilani haijapitishwa na kabla ilani haijaenda kwenye uchaguzi mkuu ilitangazwa. Sasa unapokuwa kiongozi, wakati mwingine ndio unatakiwa ujue tunakwenda kuchagua mgombea kwa sababu ya chama au kwa sababu ipi. Hapa ni mgombea kwa sababu ya chama, atakayepewa maoni, ilani, sera apeleke kwa wananchi. Siwezi kuzungumza habari ya sera, nazungumza habari ya chama. Na ndio maana viongozi wa mikoa wote wananiona kwenye mikoa yao. Nikiwa katibu mkuu bado sijapewa nafasi ya kuwa mgombea urais. Sasa kama uliniona natembea mikoani kwako sijapata nafasi ya kuwa mgombea urais, na kuja mkoani kwako nimetengeneza ofisi mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya chama, maana yake na uwezo wa kujenga chama na mshikamano na amani ndani ya chama. Sasa taifa linahitaji watu wenye kuweza kuwakusanya watu na kuwafanya wawe kimbilio, kwa sababu sasa tunakwenda kugombea. Mimi leo nikianza kuambia habari ya afya, habari ya kilimo, nitakuwa na wakosea, kwa sababu hata ilani waandaaji ni nyie, mtanikabidhi nikaipeleke na haijapitishwa bado. Kwa hiyo ni uelewa wa uongozi. Ndio maana tunataka mtu mwenye uzoefu wa uongozi na siasa. Mwaka huu ni mwaka wa siasa. Mheshimiwa Rais amesema anataka R 4. R 4 ni mwelekeo wa kisiasa, sio mwelekeo wa kitu chochote. Kwa hiyo ndugu zangu, sifa kubwa nilionayo si kwamba nina hichi na hichi na hichi. Sifa yangu ni kujenga chama, na ndio maana mpo hapa. Kwa hiyo nawaomba, siwaombi kura, mtafakari mnampeleka nani kupambana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Atakwenda kupambana na wagombea mbalimbali ambao wametangazwa kwamba watakuwa vinara wa chama chao. Tunahitaji uzoefu, mtu mwenye kujua, mwenye elimu, lakini mwenye kujua kwamba utawala una hierarchy, una vipimo, utawala una nafasi. Dola ina nafasi gani? Ndio tunataka kupata kiongozi namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba nyie sasa mtafakari kwamba mtaweza kunitelekeza mimi au miongoni mwetu, ila mkumbuke huu ni mwaka wa kufanya siasa, ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa NRA. Ndio maana tumemkumbuka Kigoma Malima. Maono ya Kigoma Malima nitayasema wakati wa makampeni, sio leo. Hapa nyie mnamuona Malima mmemvaa, mjue huyu ndiye mbeba maono wa chama cha NRA. Ndiye aliamua kubadilisha mfumo wa elimu, aliamua kusema kwamba hili likiwa hivi litakuwa hivi. Maono haya hatuyaongei sisi hapa tukawaambia Watanzania ili watubariki tuchukue nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kikubwa ambacho naweza kusema kwamba kiongozi lazima awe na uwezo wa kuwa na connection za maeneo mbalimbali. Leo hapa tumefika katika mkutano mkuu, lakini mbeba maono wa shughuli hii ni huyu anayesema mpeni nafasi ya kuwa kiongozi, na ndio aliyepambana kuhakikisha kwamba tunafanya mkutano na mambo mengine. Mkutano mkuu kuendesha chama kwa miaka yote hii bila kuwa na ruzuku ya serikali
ni akili ya mtu kuhakikisha kwamba ana uwezo kujinyima ili atengeneze chama. Moyo huo ninao, ndio maana tuko hapa na tumependeza. Asante sana, nataka kila laheri viongozi. Nikiwa nimetimiza miaka 41 sasa, nina nguvu ya akili, uwezo wa kufikiri vizuri na kuamua, na ndio maana nimeamua kuomba nafasi hii. Na kwa sababu tayari nafasi zote za chini za utawala zenye kugombewa kwa mujibu wa sheria ya nchi nimeshagombea. Sasa usindikizaji maana yake nini? Zamani, na ndio ukweli, ukiwa mnagombea 11 lazima ashinde mmoja. Ndio maana nikasema mimi huwa sishindwi, huwa nashinda au huwa najifunza kutokana na nilichokifanya nchini. Na ni filosofia moja kubwa sana. Kiongozi yoyote lazima awe tayari kupokea matokeo yaliyoko mbele yake. Lakini sisi ni walezi wa familia na ni mababa na mama wa familia zetu. Lazima tujue kupima kipi cha kwanza, kipi cha mwisho. Kwa maana hiyo sasa nimejiandaa vizuri sana kisaikolojia na nimeisha hivyo. Ndio maana nimekuambia nimepita katika ngazi za chama zote. Maana yake najua kiongozi wa chini akisema katibu mkuu na shida, nimeisha pita, najua ngazi zote, toka nikiwa kwenye tawi, nikiwa kiongozi wa vijana, nikiwa masuala ya bunge, nimekwenda masuala ya mambo ya nje, nimekwenda masuala ya uchaguzi, na baadaye nikaja kuwa naibu katibu mkuu, baadaye nikaja katibu mkuu. Nimepita ngazi zote, na ndio maana katika mikoa yenu mnaniona naumia, natamani chama kifike mbali. Sasa katika upande wa serikali ambao nakwenda kugombea, nimesema ilani mnayo nyie, nasubiri mpitishe ilani ya chama ikaandaliwe, niende nikaseme nini chama kinataka kufanya, kwa sababu yote hayo waliyozungumza wenzangu na wanaofikiri wewe yameisha tengenezwa, yapo ndani ya ilani, nasubiri kwenda kuyanadi kwa wananchi, na ndio kitu kikubwa ambacho tunakitarajia kwenda kuhakikisha tunafanya. Lakini kikubwa ni umoja na amani ya nchi yetu. Napenda sana kuona amani na umoja katika taifa letu. Hayo ni moja ya mambo yamenivutia na ndio yananipa nguvu kutaka kuhakikisha watu wanaungana. Hii habari ya vyama tuiache, watu washughulikie shida za watu. Ndio kitu kwa kufundisha wananchi. Kwa hiyo maana nasema majukwaa ya chama cha NRA yatakuja kuwa mafunzo makubwa kwa wananchi, na ikiwezekana wakifanya makosa kutunyima, watachukua mengine watayafanyia kazi. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, nimeuliza kuhusu elimu. Mimi ni msomi wa degree ya public administration, yani utawala wa jamii, na ndio maana labda mnaona nakaa vizuri na viongozi wetu wa mikoa, najua jinsi ya kuwaongoza watu. Kwa maana hiyo sasa natamani kwa nafasi hiyo tuhakikishe tunakwenda kuchukua nafasi, alafu tuwasaidie Watanzania watu wanatakiwa kwenda. Na juzi naomba niwaambie, nimefarijika sana. Jambo la msingi ambalo alituachia kwa Mama Lima ni kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na sera ya taifa, the national policy. Juzi Mheshimiwa Rais kwa heshima kubwa tumekwenda kuzindua, ametualika kuzindua sera ya mambo ya nje. Nikasema Rais ameanza kuona maono kwamba sasa tunakwenda kuzindua siku zijazo NRA sera ya taifa ambayo itajumuisha mambo yote. Hayo mnaosema sijui mwili kubaki hapa, elimu yote ndani ya sera ya taifa itakuwa ni kitu moja kitasaidia. Watu watashinda kutumia ilani kwenye uchaguzi, watasimama katika sera ambayo itakuwa inawaongoza kuhakikisha mambo yanakwenda. Leo hii sera ya mambo ya nje itakuwa imenyooka, kila atakayechukua nafasi ya utawala ataifuata. NRA inataka muongozo uliokamilika, ulionyooka, ili watu waweze kuwa salama na kupata maendeleo. Naomba nijibu hivyo. Asante sana. Kwa kweli naomba mtafakari kwamba aidha nastahili au sistahili. Na hili nilisema mwanzo wakati tunachukua fomu. Niko tayari kupokea matokeo yoyote ya kushinda au kushindwa kwenye uchaguzi wa ndani na uchaguzi mkuu, ili taifa libaki salama na ndani chama kibaki salama. Asante sana. Kwa kiona kitu hakiwezekani mpaka kitakapofanyika, lakini niamini kwa uongozi wetu au uongozi wangu, kama mtanikabidhi nikapiganie Tanzania, hilo litawezekana bila shaka. Kitu cha tatu, nitaangalia swala zima la ajira na vijana. Swala zima la ajira na vijana tutaangalia katika nyanja gani? Tunajua serikali inaangalia sana katika swala zima la watu waliosoma tu. Ajira zikitoka unatakiwa uwe na elimu ya kiwango hiki, kiwango hiki. Tukisahau kuna kundi kubwa la watu ambalo halina hivyo viwango vya elimu. Tunawaweka wapi? Katika uongozi wangu nitaangalia wale watu ambao wana ujuzi, nitaongeza wawekezaji. Kwa kupitia wawekezaji tutapata viwanda
Manuel, sio lazima usome, tutaajiri watu kutokana na umri wao. Vijana wapo wengi, watakuja, sio mpaka vijiti vya meno toothpicks au vijiti vya mshikaki tunavitoa China au wapi, vikatengenezwa Tanzania. Tutafungua fursa ya vijana waje basi katika kufanya kazi, maana vijana ndio tunawategemea, ndio taifa. Bila vijana hakuna kazi. Nitaangalia wazee. Wazee nitawaangalia katika nyanja gani? Wazee tu waliokuwa katika ajira ndio watakaopewa kiinua mgongo? No, mpaka wale wazee ambao walikuwa kwenye masaluni vijana wao, wale wazee ambao walikuwa wakata mkaa, wale wazee ambao hakushiriki kazi za kiserikali, nao katika uongozi wangu nitawapa kiinua mgongo. Narudi pale pale, it seems to be impossible until is done. Naamini hilo linawezekana. Kingine kabisa, nitawaangalia watoto. Nataka niguse taifa zima, kuanzia watoto, vijana na wazee, tusiache mtu. Watoto tutaangalia serikali yetu ya NRA katika swala zima la malezi. Utakapomlea mtoto katika malezi bora, tegemea utapata kijana bora. Ni aibu kijana wa kiume ashindwe hata kukunja biskuti, hiyo ni aibu. Unatakiwa umlee mtoto vizuri, asilawitiwe, asifanyiwe vitendo vya unyanyasaji, ili tupate kijana aliye bora, ambaye kijana katika serikali yetu ya NRA itafanya naye kazi vizuri. Kingine, nitaangalia rasilimali za Watanzania zinatumikaje, na tutapataje rasilimali bora? Kwa kuwa na viongozi bora. Chagua kiongozi bora ili rasilimali zetu zitunzwe. Kwa kumnukuu Martin Luther King, anakwambia a good leader. Who is a good leader? Nani ni kiongozi bora? Is the one who cannot love with money, love with what? Justice. Na yule ambaye ni bora is the one who cannot deal with the publicity, who deals with humanity. Kwa kiongozi ambaye anaangalia utu na ubinadamu, sidhani kama atatumia rasilimali ya Watanzania vibaya. Kwa rasilimali zetu zitatunzwa kama tutachagua viongozi bora. Kingine kabisa, nitaangalia amani. Swala zima la amani na swala la mwisho ambalo utaliangalia. Amani ndio nguzo mama ya taifa. Taifa letu tumeambiwa bendera ina rangi nne, haina rangi nyekundu. Kwa hiyo bendera yetu tuitunze kwa rangi zake nne zile zile. Tuangalie amani, ndio kila kitu. Bila amani hakuna maisha. Kwa uongozi wangu nitaangalia amani katika nyanja zote, na sitamruhusu mtu. Na situangalie marejendari wanakwambia si Nelson Mandela alifanya hivi, Malcolm Lisa, si Che Guevara. No, viongozi kwa kumnukuu kama marehemu au muasisi wa chama chetu alituambia